Kama nilivyosema kwamba tuna uchaguzi sasa hivi na sisi tumetumamisha wagombea. Sisi tumemsimamisha Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, naomba niwaambie hasa kupitia wanawake wenzangu, mjue kwamba Chama cha Mapinduzi kimetuheshimisha sisi wanawake. CCM imetuheshimisha sisi wanawake, pamoja na wanaume wote wametuheshimisha sisi wanawake. Haijawahi kutokea toka nchi imeumbwa kwa Tanzania hii kwa chama chetu cha Mapinduzi kumteua mgombea urais kwa tiketi ya CCM mwanamke. Imetokea safari hii. Piga makofi kwetu. CCM oye! Ndio maana nasema hatuna budi kuwashukuru sana Chama cha Mapinduzi ambao wao ndio walifanya kazi hiyo ya kumteua na kumfikiria kwamba anaweza na anaendelea kutosha kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hiyo imepelekea na nini? Imepelekea kutokana na jambo ambalo lilikuwa limetokea baada ya rais wetu aliyekuwepo ndugu yetu John Pombe Magufuli kufariki. Ndipo sasa Dr. Samia Suluhu akaingia kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio akawa rais, hakuchaguliwa, lakini safari hii tunakwenda kumchagua ndani ya boksi la kura. CCM oye! Katika kipindi chake hicho alichokaa ndani ya miaka 4 amefanya mambo makubwa, ndugu zangu wa Momba. Kafanya mambo makubwa. Mambo ambayo ameyafanya ndio yaliyokifanya chama chetu tumteue tena. Hatujasema tunamteua kwa sababu ni mwanamke tu. Hapana, tumemteua kwa sababu amefanya kazi kubwa ya maendeleo, ya kusababisha maendeleo katika nchi nzima. Nitasema mambo machache. Kwa nchi nzima ameweza kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule za msingi, ujenzi wa shule za sekondari, ukarabati wa shule zilizokuwepo. CCM oye! Ukienda kwenye shule sasa hivi za msingi, za sekondari, utafikiri sijui uko Ulaya hivi. Uongo kweli mama zangu? Zamani sisi tuliosoma kwenye shule zile za zamani, yani ilikuwa inajengwa madirisha makubwa, unaweza ukaingilia huku ukatokea dirishani. Uongo kweli? Na wale watoro walikuwa wanarukia dirishani, mwalimu anafundisha yeye anapanda kwenye dirisha anaruka. Uongo kweli? Lakini sasa hivi Dr. Samia Suluhu Hassan ametengeneza shule hizo, amehakikisha anatafuta fedha, madirisha yote yamekuwa ni ya vioo. Chini kuna marumaru. Uliwahi kuona wapi mambo haya? CCM oye! Mambo haya yametokana kutokana na Dr. Samia Suluhu Hassan. Yameonekana kutokana na Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Lakini lengo lake nini? Kwenye ujenzi wa shule za msingi, sekondari pamoja na vyuo, lengo lake watoto wetu waweze kusoma katika mazingira mazuri. Mtoto anaposoma kwenye mazingira mazuri anapata ufaulu mzuri. Uongo kweli? Kazi yetu sisi wananchi ni kuhakikisha tunawasimamia watoto wetu ili waende shule, waende kusoma na waweze kufaulu, na hatimaye baadaye watakuja kuwa viongozi wa baadaye. Sio kwamba mtoto aende tu shule eti kaenda. Hapana, wasimamieni watoto. Shule zimejengwa nzuri, wasimamieni, hakikisheni wanasoma. Kagueni madaftari yao kwamba je, umeenda shule, umesoma? Sio mtoto anaenda shule basi unamwacha unaona ni mtoto wa mwalimu. Hapana, mtoto ni wako wewe pamoja na serikali. Na ndio maana Dr. Samia Suluhu Hassan ameboresha shule ili kusudi watoto wetu wasome kwenye mazingira mazuri, wafaulu, aende sekondari, aende chuo. Baadaye huyu ndiye atakayekuja kuwa rais wa baadaye, ndiye atakayekuja kuwa injinia wa baadaye, huyu ndiye atakayekuja kuwa nani? Daktari wa baadaye. CCM oye! Akina mama oye! Elimu oye! Ni matumaini yangu kwamba Dr. Samia amemaliza kazi yake ya ujenzi wa shule hizo, basi sisi tuwasimamie watoto wapate kwenda shule. CCM oye! Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan hakuishia hapo. Ametoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa zahanati, vituo vya afya na hospitali. Zamani zahanati inaweza ikawa kwenye kijiji kimoja. Akina mama wajawazito walikuwa wanapata tabu, lakini kutokana na ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imesema tutajenga zahanati kila kijiji, tutajenga vituo vya afya. Atakapokuja mbunge wenu hapa atakuja kuwaeleza fedha alizopata kwa ajili ya ujenzi wa zahanati na vituo vya afya. Lengo la Dr.
waweze kupata matibabu, wawe na afya bora. CCM oye! Akina mama oye! Dr. Samia oye! Niwaombe sasa, zahanati zimejengwa, hospitali zimejengwa, vituo vya afya vimejengwa, basi wale wa mama wajawazito, wakina baba, niwaombe muwasindikize wake zenu kliniki. Sawa. CCM oye! Tasema wewe mwanamke ndo kazi aliyojia? Hapana. Lengo la serikali kwamba uende na mke wako kliniki, wanataka uende umpeleke mkeo aende akapime ujauzito wake, kwa sababu sasa hivi hospitali tuna vifaa tiba vingi. Unaenda anamjua mtoto wako kwamba je, humo ndani ya tumbo humo la mke wako mtoto yuko salama? Kama yuko salama, nakwambia mzee, kiumbe chako kiko salama na mkeo yuko salama. Ndio lengo la serikali. Lakini kama hayuko sawa sawa, anahitajika kurudi baada ya wiki fulani, wanakuambia usipoenda inakuwa ni shughuli. Mkeo akikwambia nimeambiwa na daktari nile mayai, unasema umeanza kwa kliniki ukoenda ndo mnafundishana mambo ya kijinga. Uongo kweli? Nimeambiwa niwe nakula matikiti, unaambia unaona anachosema, unamsikia huyu mwanamke huyu anachosema, amefundishana ujinga. Lakini ukienda wewe na mkeo mnaenda kuelezana, na hatimaye mke wako anakuwa salama na anajifungua salama, kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan amejenga hizo zahanati, amejenga vituo vya afya na hospitali, ili wanawake pamoja na watoto wetu waweze kupata matibabu na hatimaye kuwa na afya njema. CCM oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Lakini pamoja na hayo, Dr. Samia Suluhu Hassan alivyokuwa makamu wa rais, alisema atahakikisha kwamba na watua wanawake ndio kichwani, kutokana na taabu ambapo walikuwa wanahangaika kupata maji. Uongo kweli? Kulikuwa na shida, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan katika ilani iliyokwisha amenunua gari la kuchimbia visima. Kila mkoa kuna gari la kuchimba visima. Lakini masuala ya maji atakuja kueleza vizuri ndugu yenu mbunge wenu hapa, jinsi alivyopata fedha na kuweza kueneza maji katika maeneo. Na yale ambayo bado ilani tulionayo sasa ya 25-30 imeonyesha ni lazima tutahakikisha kwamba tunaendelea kuwapatia maji safi na salama wananchi wetu. CCM oye! Shida iliyokuwepo kipindi hicho, wakina mama mlikuwa mnasafiri mwendo mrefu, mnawaacha kina baba, mnaamka 11 mnaenda huko kutafuta maji. Ukirudi saa 4 ya asubuhi mume wako amekasirika. Uongo kweli wanawake? Umejitwisha, ndo anarudi anakuambia wewe ndo unarudi saa hizi. Unamwambia mume wangu kulikuwa na foleni, maji yenyewe ya kuchimba chini. Anakukumuta kofi na ndoo inamwagika na maji yanapotea tena. Nasema uongo? Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta matibabu kuwatibu wanawake na kuwatibu wanaume. Sio kwamba walikuwa wanawapiga kwa sababu ya maji, walikuwa wanawapiga kwa sababu nyinyi mmeondoka saa 11 na kaleka saa 11 huna mbujo ya mpa. CCM oye! Amekasirika kwa sababu yeye anajua saa 11 ndio shughuli yake nzuri. Wewe unainuka unaondoka. CCM oye! Akina mama oye! Dr. Samia Suluhu Hassan akaleta matibabu, akasema ni lazima waokoe wakina baba hawa, ili wanawake hawa wasiinuke saa 11, wabaki nyumbani, wachote maji karibu, ili waweze kuwahudumia vizuri. Saa 11 mzee anaendelea kusikiliza mambo yake. CCM oye!